umetazama mchezo kwa dakika 90 zote, Yanga anapata ushindi wa magoli 2 mbele ya Simba Sports. Amedeserve, yani Yanga amepata magoli ambayo alistahili kupata, na mechi ya leo hata Simba hata wangecheza na Yanga kwa masaa au kwa dakika 170 au 190 au 200, basi ni kuhakikishie Memo kwamba Yanga wangezidi kupata mabao, Simba wangezidi kufungwa, kwa sababu walizidiwa kwenye kiufundi, walizidiwa katika maeneo mengi ya uwanja. Yanga walikuwa bora, Yanga walikuwa wakidefend, wanadefend kwa namba nzuri, yani wanalinda kwa namba nzuri, wakishambulia wanashambulia kwa njia mbili, wanashambulia either kwa kudominate kuwa wengi kwenye box, lakini hata ukikaa vibaya kushambulia kwa counter attack pia wanakuwa wabaya vile vile. Kwa hiyo walikuwa wana sura zaidi ya moja. Kwa hiyo Simba hawajui wako wapi. Yanga ukisema wakaabe kwenye low block au mid block wanakuja wengi, wanakusumbua. Ukisema uwavamie wao kushambulia kwa counter wanakusumbua. Kwa hiyo mwisho wa siku wakakosa solution, wakafungwa. Kuna ile kauli ambayo wanasema kwamba huwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Tumzungumzie Mpanzu kwa dakika 90 ambazo amecheza. Unajua leo kuanzia Mpanzu mwenyewe, ukija kwa Joshua Mutale ambaye alianza, ukija kwa Mukwala, wote waliperform katika kiwango average sana. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Mimi na generalize tu, kwa sababu wewe uwezi ukawa unacheza kwenye safu ya ushambuliaji ambao haitengenezi nafasi ya mabao. Manake pale mbele kulikosa maelewano. Mara nyingi sana Simba walikuwa kila wanapojaribu kufika kwenye eneo la Yanga, pasi zinapotea. Yani unakuta huyu anapiga pasi mkaa, inachukuliwa, watu wanaondoka, wanaanzisha shambulizi. Kwa manake wote walikuwa wanakosa solution jinsi gani ya kuwakabili Yanga kwenye eneo lao la mwisho, kuanzia huyo Mpanzu mwenyewe, Joshua Mutale alioanza, Janchalea Hua na striker Steven Dese Mukwala. Alivyoingia Mutale alionekana anafanya mambo mengi sana ambayo si ya msingi kwa wakati sahihi. Alikuwa anapoteza muda kutokana na kukaa na mpira zaidi. Yanga ni timu ambayo ikikutana na mchezaji ambaye ana mpira mguuni wanaenjoy, kwa sababu wanajua kukaba, wanampokonya, wanachukua mali. Ndio maana unaona Joshua Mutale alikuwa anapoteza sana mipira. Solution Fadlu akagundua hilo, akamtoa akamuingiza Kibu Dennis kwa ajili ya kujaribu kuongeza kasi eneo la mwisho. Haikusaidia kwa sababu Yanga walikuwa compact zaidi, wanakuwa kwa namba nzuri wengi kwenye eneo lao na wana ushirikiano mzuri wa kiulinzi. Wanamshambulia Simba kwenye counter attack, wanamsumbua vile vile. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba ni kama alikuwa kaikuwa mtukati. Ushai kukaanga mayai wewe? Simba alikuwa anakaangwa. Yai mzoefu wa kukaanga mayai akaangi kwa kuliweka hivi na kulipindua kama chapati. Unaweza ukalikamata ile karai ile, ukalibitua hivi, yai likarudi, ukaligeuza kwa hivi, ukalibitua hivi. Mimi sina kwa Memo. Simba ilichofanywa nimewekwa kwenye karai, imebetuliwa, imewekwa tena, imebetuliwa, imewekwa, imeiva, watu wameopoa, wamekula. Hivyo walikuwa wanachelewa tu kwenye mchezo. Walivyokuwa wanachezwa. Kwa sababu hata ukijaribu kuangalia nyuma, Simba unajikuta iko wapi? Kwenye eneo la ushambuliaji numbers ndogo sana kwenye kushambulia. Kwenye eneo la kudefend namba ndogo sana kwenye kudefend. Wengi wapo katikati. Hapo katikati wenyewe wamezidiwa na Yanga. Yanga wana dominate zaidi katikati. Mipira inapokonywa vizuri. Muda mwingine walikuwa wanalilia muamuzi awape favor, muamuzi anagoma. Kwa hiyo mwisho wa siku walikuwa hawaeleweki wako wapi. Ni kama yai linakaangwa. Yusuf Kagoma kiwango chake? Alikuwa average. Kawaida. Kwa upande wa Simba nani ambaye alikuwa pengine unajua upande wa Yanga wengi walikuwa na kiwango kizuri. Wengi wao Mudathiri, elewa. Pakome ambaye nafikiri inawezekana amechukua man of the match sababu ameassist, amefunga bao. Ni mchezaji ambaye alikuwa na hatari akiwa na mpira, unaona kabisa kuna kitu anakitengeneza. Hao ni wachezaji ambao wameperform. Kwa hiyo Yanga leo kwa kusema kudeserve, na nimetoka kugusia, nimesema hii inaweza ikawa laana ya mashabiki wa Simba kwa viongozi wa Simba. Kwa sababu gani? Viongozi wa Simba wamewaacha mashabiki wa Simba katika dilema. Umeelewa? Waliwaambia waje tarehe 15, jambo ambalo si sawa, kwa sababu Simba kiuhalisia walitakiwa wasije tarehe 15. Umeelewa? Lakini wamewaambia kwamba mechi ipo, muda mchache umebaki kabla ya mechi kumalizika. Kiuhalisia ni jambo la ajabu sana kulifanya. Na hapo naweza nikasema ile laana ya mashabiki wa Simba, kuna cooperation ya mashabiki wa Simba imepungua kwa sababu ya ile ufinyu wa viongozi kuwapa taarifa sahihi kwa muda sahihi. Umeelewa? Kwa hiyo
kwa upande wangu nawapongeza Yanga lakini vile vile nawapa pole mashabiki wa referee ambaye ameletwa, umeona kiwango chake na yeye pengine labda unawaza liendelee hili kwa dabi kuchezeshwa na mareferee wa kigeni? Ya, unajua referee kwa upande wangu mimi naona amechezesha fairly kabisa. Muda mwingi unajua kutafsiri sheria sio tu kwamba kujifunza. Kuna vitu vingine pia vinahitaji upeo mkubwa. Unaweza ukakaa darasani kujua sheria lakini ukashindwa kuzitafsiri. Huyu mwamuzi kuna kitu nimekipenda. Umeelewa? Ana confidence fulani ambayo marefaris wetu watakuwa wachukue kutoka kwake. Umeelewa? Anafanya decision anakwambia na maamuzi alofanya. Bana hii si foul. Anakuonyesha kabisa mpira. Sio, unaelewa? Yaani ukipokonya mpira alafu ukawini mpira mchezaji akalala chini analalamika. Janjale huo amefanya kama mara 3-2 hivi. Refa anakuambia kabisa huo mpira nimeuona umechezwa. Sio, unaelewa? Anatafsiri na anakuambia. Umeelewa? Lakini vile vile ni mchezaji ambaye ni referee ambaye ni anajua kucommunicate. Kuna muda mwingine sio necessary kumfuata mchezaji na kuanza kumfokea kama wanavyofanya marefari wetu akina Kayoko sio akina nani, unakutana mfuata mchezaji mara amsukume anakuwa aggressive bila sababu. Referee yule pale anaonekana anatafsiri sheria, anashika filimbi, anakaa kwenye eneo lake. Sasa unakuta Kayoko kafika pale anaanza kumsukuma mtu, anatoa macho, anakuambia kwa hiyo kwenye sheria za mpira umeambiwa kwamba referee lazima utoe macho. Hamna kitu kama hicho. Unaelewa?